Wezi ukawa mwana bila kuwa na baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wezi kuwa mwana bila kuwa na baba wa kiroho. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 17. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 14 mpaka 17. Biblia inasema hivi: siandiki hayo ili kuwatahayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Huyu ni Paulo anaongea na watoto wake waliozaliwa kwenye injili yake. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijapokuwa kuna walimu maelfu duniani unaowasikiliza, lazima uwe na baba anayekulea. Baba anayekulea. Na baba anayekulea ni yule ambaye anakuombea, ambaye mara zote unakutana naye katika madhabahu ya Mungu. Unajua hata katika ulimwengu wa roho, tunapoongelea juu ya mafuta ya Roho Mtakatifu, tunapoongelea juu ya upako, kuna vitu vitatu ambavyo lazima uvielewe. Kuna upako wenyewe. Upako wenyewe. Huu upako ni nguvu isiyo ya kawaida. Nguvu sio ya kibinadamu. Upako ni mafuta yasiyo ya kawaida. Ni neema isiyo ya kawaida. Na neema hii haitelemki hewani hivi. Inapitia kwa baba wa kiroho. Inapitia kwa mtu. Ndio maana ukitoka upako, kuna kitu kinachoitwa mpakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujue hilo. Leo watu wengi wanahangaika, wako huko, wanakimbizana, wanafikiri Mungu anaweza akateremsha tu kutoka hewani upako ukatoka huku unakotoka kaingia. No, unateremka kupita kwa mtu. Najua unapokuwa na baba wa kiroho, kuna vitu ambavyo unavipokea kutoka kwake. Kuna exchange. Kuna vitu vinatoka kwake vinaingia kwako, unaona vinabadilika. Kuna mahali ambapo mtu unaweza ukasali tu, hamna chochote kinachobadilika. Baba wa kiroho kuna vitu vina exchange, vinabadilika. Yaani kuna transaction. Ulikuwa hivi ulipoingia hapa, lakini unaona kuna mabadiliko. Unaona kuna neema. Ujue kuna baba wa kiroho pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii watu wanajibambikizia tu hata kwamba huyu ndo baba yangu wa kiroho kwa sababu yeye ni mhubiri mkubwa. Kwao na yeye anafikiri ni baba yake wa kiroho, lakini hajapata vitu kutoka kwake. Baba wa kiroho kuna vitu vinatoka, vinaingia, vinarekebisha, vinabadilisha. Ukishaona mahali kuna exchange, unamfuatilia mtu, unaona kuna vitu vinatoka kwake, vinaingia kwako, vinabadilisha. Hiyo ndio tunaongelea baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana baba anakulea, anakupa sabuni. Ulikuwa hujui kuoga, unaoga vizuri. Ulikuwa hujui kusalimia watu, unasalimia. Ulikuwa hujui kuamka asubuhi, anakuamsha asubuhi, unaamka. Huyo ni baba. Kuna exchange. Kwa katika maisha haya, ukitaka kurithi baraka za uwana, baraka za uwana, lazima umkubali baba atakaye kulea. Bwana Yesu asifiwe sana.